Yesu asifiwe. Hii ya leo tutajifunza katika kitabu cha nimetoa andiko letu la siku hii ya leo katika kitabu cha Methali 31 mstari wa 10 hadi 16. Leo nitahudumu katika lugha ya Kiswahili. Mke mwema ni nani awezaye kumwona? Maana kima chake chapita kima cha marijani. Moyo wa mumewe humwamini, wala hautakosa kupata mapato. Umtenda mema wala si mabaya siku zote za maisha yake. Hutafuta sufu na kitani, kufanya kazi yake ya mikono kwa moyo. Afanana na marekebu za biashara, huleta chakula chake kutoka mbali. Tena huamka kabla haujaisha usiku, wapa watu wa nyumba yake chakula na wachakazi wake sehemu zao. Huangalia shamba akalinunua, kwa mapato ya mikono yake hupanda misabibu. Bwana abariki andiko. Amen. Kwa hivyo kichwa cha neno letu la siku ya leo nimekipa wanawake hodari ama jasiri kwenye Biblia. Wanawake hodari, the women of valor. Sisi tunajijua ya kwamba, sisi wenyewe tunajiita ya kwamba we are the women of valor. Kwa hivyo tunapokuwa wanawake hodari inamaanisha nini? Labda mmoja yule mwingine hajaelewa vyema mwanamke hodari ni mwanamke wa aina gani. Kwa hivyo hawa ni wamama ama hawa ni wanawake wenye ujasiri, wanaotenda haki na wanalejea changamoto na matatizo. Wewe ukiwa mwanamke mjasiri unatakana ukawe unalejea changamoto huwa zinakuja, na tena ukaweza kustahimili matatizo ambayo unakumbana nayo. Kwa hivyo tunapoangalia katika kitabu chetu cha Methali 31, tunataka kuona huyu mwanamke ni mwanamke wa tabia aina gani ama ni mwanamke wa mienendo gani katika Biblia. Tunaposoma katika kitabu cha Methali 31, tunapata ya kwamba tumeangaziwa tabia za huyu mama jasiri ama mama mwema, or the woman of valor. Mke mwema ni nani awezaye kumwona? Biblia inatuuliza ni nani awezaye kumwona? Maana tunaambiwa ya kwamba kima chake kimepita hata kima cha marijani. Ni mwanamke wa dhamana sana katika maisha, na hawa wanawake si wengi wapendwa. Wako wachache katika hata Biblia vile tunaona, na wako wachache hata leo katika manyumba zetu ama katika ndoa zetu. Tunaambiwa jambo la pili ni kwamba moyo wa mume wake humwamini, wala hatakosa kupata mapato. Sielewi siku hii ya leo, dada ukiwa hapa wewe na mimi, mume wako amekuamini kiwango kipi? Sijui wewe leo hii umeaminika aje. Ainuliwe Mungu wetu, maana unapata mara kwa mara ukauliza dada ya kwamba Jumapili iliyopita sikuweza kukuona. Kisha unapata na kuambia ya kwamba sikukuwa mbali, nilikuwa nimeenda kazi. Haiwezekani mume wako akuachilie uende kazi kwa siku 2 ama 3 kama moyo wake hauja kuamini. Bwana Yesu asifiwe. Alafu tena tunapata ya kwamba wale wamama ambao wameaminiwa na waume zao, utapata hata mume anaenda to an extent anakufungulia mpaka biashara. Hiyo ni ishara kuwa huyu mume amekuamini katika mapato yako. Bwana Yesu asifiwe tena. Sio kwamba kuna wamama wengine, wewe unaenda kazi, mume wako anaenda kazi. Siku ya watoto kwenda shule imefika, wakati wewe muweze kuweka vichwa pamoja, mjue hawa watoto wanaenda shule namna gani. Lakini unapata mama mmoja ameinuka akisema ya kwamba mume wangu
na naona kama tunahitaji like around 10,000 shillings, na unakimbia unachukua fedha kutoka mahali wewe mwenyewe unajua penye unaweka, kisha unaletea mume wako na mwambia kwamba unajua nini baba nani, hizi fedha nimeweza kukopa na ninapenda urejeshe. Wewe si mwanamke ambaye umeweza kuaminiwa na mume wako. Atirejesha hiyo pesa, unajua nimeomba kwa mama Njeri na kumbe ni yako. Bwana Yesu asifiwe. Si kuna mambo kama hayo wazee, si mambo kama haya yanatendeka. Kwa hivyo unapata ya kwamba hata leta tu hiyo pesa, baba nani unajua nimeona tu tulipe school fees ya mtoto, anaweka shilingi 10,000 mahali pale. Lakini nataka kuambia kitu kimoja wapendwa, hao wanaume wetu wako na ujasiri wa kutosha. Wewe utamdanganya, but inside his heart atajua ya kwamba unamdanganya. Atatoa tu hiyo pesa, lakini moyo wake unamwambia ya kwamba at one point this woman is lying to me. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wanawake wajasiri, sisi ni wamama ambayo waume wetu tukaweze kutenda mambo mazuri ili waume wetu wakaweze kuwa na uaminifu nasi. Huyu mwanaume wako amekuamini kiwango gani? Kwa hivyo ujiulize wewe mwenyewe kama lakini najua ya kwamba wale wanaotenda haya wachungaji hawako katika hii kanisa, wako huku kwingine. Si ndio wamama? Wako huku kwingine. Biblia inatuambia ya kwamba jambo la tatu ya kwamba huyu mama ni ule mama ambaye humtenda mema mume wake wala si mabaya. Bwana asifiwe. Hatujui wewe unamtenda mume wako mambo magani. Sijui wewe unapoishi na ule mume ni mambo magani unamtenda vyema na magani unamtenda vibaya. Hiyo ingine tutakuja kusemesana siku ambayo tutakuwa wamama peke yetu, lakini nitaongelelea jambo ambalo tunaliona siku hii katika maisha yetu. Nilipokuwa siku moja like 1 month ago while I was watching the TV, I happened to see another lady mwenye sisi wote tuliweza kuona. Huenda kama hukuona labda ulikuwa shughuli, lakini watu tuliweza kuona katika news ya kwamba mama mmoja akainuka, na I don't know, according to the stories kwa YouTube and everything, wanasema ya kwamba aliweza kupewa kaujumbe kadogo na rafiki yake. Kisha alipoingia katika nyumba yake aliweza kutoa uhai wa watoto wake wote. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ninawauliza swali moja kama wamama. Wewe unapofungua masikio yako ukasikize mambo ambayo yanakuja kwako, yule aliyemwambia ile neno alirudi kwa nyumba yake akaketi vizuri, akakutengeneza chakula, huenda wakakula na mume wake, wakakuwa na humble time. Lakini wewe uliyesikia umekuwa mama mwepesi wa kutenda, ama wewe umekuwa namna gani? Huyu mama aliweza kupea watoto wake wote sumu. Si wapendwa wote tuliona katika runinga? Assume today your husband has poisoned your children. How will you feel? Kama mama utasikia namna gani? Utasikia uchungu kama mama. Lakini jambo la kushangaza ni kwamba tunaambiwa ya kwamba tuwatende waume wetu mema na wala si mabaya. Huyo mwanaume leo hii anasikiaje? Kama mimi niliona kwa TV na bado inaniuma moyoni kama mama. Na wewe najua ya kwamba kuna mambo mengine huenda unamtenda mume wako visivyo. Hii ndio wakati ambapo unatakana ujiulize, wewe kama mwanamke jasiri, unamtenda mume wako mema ama unamtenda maovu? Huyu mama after 2 to 3 years kesi itafanyika and what have you. Ndio tutamsikia tena aliolewa kwingine. Yeye akapata watoto wengine na yeye alisahau. Lakini huyo mume ameachwa na nini? Na machungu, si ndio? Kwa hivyo kama sisi wamama wajasiri, kabla tufanye uamuzi ama kabla tutende jambo, tuone hiyo kitu unachotaka kukitenda utakuwa umemfurahisha moyo wa mume wako ama utakuwa umemkasirisha. Tunaambiwa ya kwamba jambo la 4 ni kwamba mwanamke jasiri ni mwanamke ambaye hufanya kazi yake kwa moyo moja. Kama unafanya biashara, kama unafanya nini, wewe fanya hiyo kazi yako kwa moyo moja ili Mungu akaweze kubariki kazi ya mikono yako. Kisha tunaambiwa ya kwamba
Jambo la 5, tunaambiwa ya kwamba yeye huleta chakula chake kutoka mbali. Sielewi wapendwa, leo hii wamama wangapi wanaweza kutuletea chakula kutoka mbali? Maana tunaambiwa ya kwamba ulete chakula chako kutoka mbali. Na unapata ya kwamba mwingine amekaa tu. Ati mume aliweka pesa kwenye bedroom, wewe uchukue tu pesa na uingie jikoni uende upike mara moja and you call yourself as a woman of valor. No, Biblia inatuambia ya kwamba ni sisi tuamke, tukatoke tuende tukatafute chakula mbali. Haijalishi utaenda kukitafuta kwa aina gani, unaweza enda ukafanye biashara zako, lakini jambo kuu ni kwamba tulete chakula katika manyumba zetu kutoka mbali. Sasa wewe ukizunguka tu kwa jikoni na unatuletea chakula unasema ya kwamba ama woman of valor. Biblia imetuahidi vizuri sana katika kitabu cha Methali ya kwamba sisi tukatafute chakula. Kumaanisha ya kwamba wamama tutoke nje tukaende kutafuta. Pesa ni pesa tu wapendwa. Haijalishi unafanya kazi gani. Haijalishi unauza makaa. Haijalishi una sign checks in the office. Haijalishi uko unafanya kazi gani ya usafi. Haijalishi unafanya kazi gani ya uchafu. Lakini jambo ni kwamba tuweze kuleta chakula katika nyumba zetu. Nimeweza kufanya siku moja my own research. And niliweza kuuliza hawa mama ambao wanauza matunda. Nikawauliza ya kwamba sasa hizi mananasi unanunua tu alafu unafanya interacting with ladies. Alafu nikaambiwa ya kwamba hata unapata ya kwamba kule sokoni kuna mtu amekaa mahali pale anatengeneza tu hizi mananasi, unanunua unamletea yeye anatengeneza, then unachukua tu na ndoo yako unaondoka. Wapendwa wa mama, ninataka kuambia ya kwamba vidole havitoshani. Kama hujapata ajira, jajiri. Bwana Yesu asifiwe. Ili ukaweze kuleta kitu katika nyumba yako. Jambo lingine la 6, tunaambiwa ya kwamba mwanamke mjasiri yeye huamka kabla haujaisha usiku kuwapa watu wa nyumba mwake, kuwapa watu wa nyumbani mwake chakula na wachakazi wake sehemu zao. Bwana Yesu asifiwe. Tunaambiwa ya kwamba wanawake jasiri tunafaa kuamka kabla giza hakijaisha ama usiku haujaisha. Kwa hivyo hiyo ni masaa mangapi ambapo tunafaa kuamka? Tunafaa kuamka mapema, tuweze kutayarisha chakula, tuweze kuona ya kwamba watu wa nyumba yetu wamepata kitu, ili tuone ya kwamba watakuwa, wewe kama mama utakuwa mama wa aina gani. Na ningependa kufafanua hapa kidogo. Tuna vijana wetu ambaye wanaolewa na wanaoa. Umeolewa kwa boma ya ama umeolewa katika mji, unapata ya kwamba mume wako ako na kazi, lakini wewe mwanadada hauna kazi. So huyu mwanaume ama huyu kijana yangu mdogo huyo anaamka mapema ajitayarishe aende kazi. Wewe mwanadada unalala. Hata haujui alipoondoka kesho asiporudi, haujui alikuwa amevaa aje. Wewe uko tu juu ulikuwa unalala. Si ni kweli? Wamama wadogo, tuko na wamama ambao wameingia katika ndoa like 1 year, 2 years, 3 years. Wapendwa wa mama, msije mkapende sana kulala. Maana katika kitabu cha Methali, mwanaume huyu alienda kazi, anakuacha unalala. Anarudi, ukaamuka kidogo, ukajitayarisha, ukafanya 1 2 3, tena ukarudi ukaingia katika kitandani. Ni kulala. Unalala tu. Anarudi anabisha, wewe uko unalala. Wapendwa. Halafu anakuja hata vyombo bado ziko kwa sink. Halafu after 2 to 3 years, mchungaji, mimi naona ndoa yangu kama inanishinda. Si wewe ndio ulianza na usingizi? Wewe mwenyewe ulilala tu. Hutaki kuamka, hutaki kufanya kitu, hutaki kujua tutakula nini, tutafanya namna gani. Wewe ni kulala tu. Hautaki kuamka. Lakini mahali pale, watu wa media, tafadhali ningependa mnifungulie kidogo kitabu cha Mithali 20:13. Tuone mahali pale Biblia inatuambia nini.
Mithali 20:13. Watu wa media tafadhali, kama mtapata ama kama hautaipata haraka, I can still read it. Hapo tunaenda, ndio hapo. Do not love sleep or you will grow poor. Stay awake and you will have food to spare. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unapopenda kulala, tutapata nini wapendwa? Si tutakuwa maskini. Sasa wewe mama ukipenda tu kulala, si tutaishi tu hapa miaka naenda rudi? Hakuna kitu tulifanya. Wale wengine wanatoka nyuma wanatupita, and it is like God is not answering our prayers. Si Mungu atajibu maombi yetu kama wewe pia umeamuka. Kama mama umependa tu kulala. Na sio hivyo kwa wamama peke yao, hata kwa vijana. Umeolewa ukapata mtoto wangu msichana anapendeza sana. Nijulisikia yeye ni daktari, ukaona huyu umwachi. Sasa wewe kidogo kidogo tu kazi ikakuje kaisha. So wewe ni kupenda kitanda tu. Unalala tu, huyo msichana wangu aende kazi, arudi. Mahali alikuacha uliamuka tu kidogo, kaoga, kakula lunch, ukarudi kulala. Tutakuwa tunakaribisha nini wapendwa? Umaskini. Kwa hivyo vijana wetu muweze kuona mahali pale, hiyo ni neno ambalo ninawatia nguvu. Hao wengine wazee walishatafuta mali na wameshaketi, hata yeye akilala anaweza lala. Si ni kweli? Mchungaji wetu akilala si alale tu. Si ako na mali. Kwani mchungaji akilala kuna shida? Si yeye alale tu, si ndio? Mchungaji alale. Haleluya. Mchungaji akilala alale tu. Si yeye ashaipanga. Mama yetu our child lady akilala akisikia leo kulala, si atalala? Maana alishaanda kweli. Yeye ashatafuta. Lakini kijana wale wenye umeshikanishwa hapa, wewe ukipenda kitanda, Nakata wapendwa. Bwana Yesu asifiwe. Kisha tunaambiwa ya kwamba nambari ya 7 ya mwisho, kwa kutazama hizo mienendo za wamama wajasiri, tunaambiwa ya kwamba huangalia shamba akalinunua kwa mapato yake ya mikono na yeye upanda misabibu. Sijui wewe kama mama, usitunulie ploti tafadhali kila saa ikawa ndio reminder yako kwa nyumba. Tunaambiwa ya kwamba na mama mjasiri yeye hutafuta shamba akalinunua. Tuweze kukua na ile ya wamama, tuweze kukua na ile ya kusema ya kwamba mume wangu anataka kununua shamba. Hata wewe inuka siku moja umwambie, baba watoto nimeona kuna shamba mahali linatoka 500,000. Nilikuwa nakusi. Si unitafutie 300 nitafute 200 tuweke pamoja alafu tununue shamba. Si utakuwa umenunua shamba? Kama mama si utakuwa umefanya kitu? Wamama mko? Amen. Kwa hivyo tunaambiwa ya kwamba sisi ndio tunatafuta shamba tukalununue. Usikae tu hapa mpaka haujui mume wako alinunua shamba wapi. Kisha kufa ndio kesi zinakuja hapa hata mpaka hatujui mali yake mahali iko. Kama wewe ni mwanamke ambaye unatembea na mume wako pamoja, hata shamba mtajua vile mnalinunua, mtajua mnaenda namna gani. Huyu mume amekuona jinsi ulivyo, mtaenda mahali kisha mtapata ya kwamba mmeweza kununua hata shamba lilo. Na hata wewe mama pia, hata kama hauko mahali pale, hata kama labda huenda hujahezeshwa, lakini wewe ndio uko na jukumu la kulitafuta lile shamba. Ainuliwe Yesu. Amen. Wewe ndio uko na jukumu la kulitafuta lilo shamba ili mkaweze kuweka hiyo mahali pamoja. Hata kukifanyika nini, wewe unajua ya kwamba hili shamba ni wewe ulilitafuta. Si mwingine anakaa hapa, mume yake alinunua shamba Kakamega ama alinunua shamba Nyeri. Yaani yeye ni kuimba wimbo tu. Unajua you know my husband bought a land in Nyeri. I've never even gone there. Sasa unataka nani akwende? Sasa nani ataenda kuonesha penye hiyo shamba liko? Na huyu mwanaume kesha akikuacha, si hiyo itaenda hivyo? Sitaenda. Kwa hivyo wamama, usianze kutuhesabia ya kwamba kuna shamba letu lingine liko huko Mombasa lenye sijui.
wewe mama ndio unaambiwa ya kwamba unastahili ukatafute lile shamba kisha ukapande mizabibu. Kama wewe utakaa tu hapa, yani everything wewe uliachia tu mwanaume, kila kitu tu huyo baba watoto ndiye anajua. Na sasa sisi tutajua yetu lini kama wamama? Kwa hivyo wamama tujiangalie mahali pale, tuweze kukaa kama wamama jasiri. Kwa hivyo ningependa kutoka mahali pale, tunaenda kwa another subtopic ambayo nimeipea ya kwamba wanawake jasiri kwenye Biblia. Tunataka tuangazie wamama jasiri kwenye Biblia ni kina nani. Najua wako wengi, lakini nimeamua kupick from only 4 ladies wenye ningependa tujifunze kwao. Wamama jasiri, wale wamama ambao wanastahimili changamoto na matatizo katika Biblia. Tunataka kuwaona ni kina nani. Mama wa kwanza ni Deborah. Mama wa kwanza ni huyu mama ambaye anaitwa Deborah. Deborah katika Biblia tunamuona ya kwamba alikuwa ni mama ambaye alikuwa nabii, alafu tena alikuwa mwamuzi. Tunaona mahali pale katika kitabu cha Waamuzi 4:1-5, tunaona ya kwamba kulikuwa na mfalme mmoja aliyekuwa anaitwa Ehudi. Ehudi alivyoaga dunia ama alipokufa, wana wa Israeli waliweza kutenda dhambi machoni pa Mungu. Kisha Mungu akakasirika, akawapa katika mikononi mwa mfalme ambaye alikuwa anaitwa Jabini ama Yabini. So vile walipokaa mahali pale wakakutwa ya kwamba wako katika utumwa. Maisha yao hayakuwa rahisi, yalikuwa na changamoto. Kisha katika hiyo harakati, huyu mama Deborah ndio aliweza kukuja akaweza kuwaokoa. Deborah alifanya uamuzi tu as judges. Najua kuna judges katika hii nyumba, na judge anaweza inuka wakati mmoja akuokoe, si ndio wapendwa? Kwa hivyo tunaona huyo mama aliweza kuokoa wana wa Israeli, walikuwa katika utumwa for the last 20 years. Lakini Deborah alisimama kama mwanamke jasiri, mwanamke ambaye alikuwa nabii na tena mwamuzi, akaweza kuokoa wana wa Israeli kutoka mahali pale. Alafu mama mwingine wa pili ambaye tunampata kwenye Biblia, tunapata huyu mama ambaye anaitwa Ruth. Ruth ni mwanamke anayenipendeza sana. Mara kwa mara ninaposoma kitabu cha Ruth nasikia niko so much encouraged. Unapata huyu mama alifiwa na mume wake, kisha yeye hakuwacha familia ya kina Naomi kama mother-in-law. Naye mama Naomi ndiye alikuwa mama mke wake, lakini unapata ya kwamba anasema ya kwamba msichana wangu, ondoka uende zako. Mimi saa hizi umri wangu haumruhusu akaweze kumzalia mtoto mwingine. Lakini Ruth aliweza kusimama na mama wake. Ruth tunamuona ni mama ambaye alikuwa na imani na upendo. Tunampata ya kwamba aliweza kuambia Naomi mama mkwe wake ya kwamba mama, mahali uendapo nitaenda na wewe, mahali ulalapo nitalala na wewe, na watu wako sijui ni wangapi tunapendanga watu wakina mama yetu huko, wakina father huko, wakina waume wetu. Watu wako watakuwa watu wangu na Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona huyu mama katika kitabu cha Ruth 1:16 niliweza kumchagua kama ule mama mwenye alikuwa na ujasiri. Mama wetu watatu tuko na mama ambaye anaitwa Sara. Sara tunajua ya kwamba alichukua muda sana kabla aweze kupokezwa mtoto. Alikuwa na changamoto. Wamama tutakubaliana na mimi ya kwamba ukiolewa mahali ukose kupata mtoto, unapitia mambo mengi. Watu watakukejeli, watu watakusengenya, watu watakuchukia. Lakini tunamuona huyu Sara aliweza kushika imani. Sara alikuwa na imani kabisa. Alijua ya kwamba siku moja Mungu atambariki. Kwa hivyo nimeona mahali pale tunajifunza mahali pale katika kitabu cha Waibrania 11:11 alikuwa na imani ya hali ya juu, whereby alishikilia akijua one day nitakuwa na mtoto. Mama wa mwisho ambaye tunamuona mahali hapa, tunamuona mama Maria, mama wa Yesu.
Huyu mama alikuwa na utiifu. Wakati walimwambia ya kwamba atapata mimba, aliweza kukuwa na utiifu. Hakuweza kuweka masharti kwa ajili ya jambo hilo. Alikuwa mnyenyekevu na akajua ya kwamba jambo linaposemwa Mungu atakuja kulitenda. Na tunapata katika kitabu cha Luke 1:38. Luke 1:38, ukipata nafasi utajisomea. Kisha tunamuona Maria mama wa Yesu. Alikuwa ni mama aliyekuwa na imani pia. Alikuwa na imani ya juu sana, maana yeye alijua ya kwamba chochote kile ambacho kimeongelewa kitakuja kukamilika in the coming future. Kisha alikuwa ni mama mjasiri pia. Wakati alikuwa karibu kumpata huyu Yesu Kristo, si mnaelewa mama, wakati hiyo karibu kubarikiwa na mtoto, si mnaelewa, yeye alisimama wima. Hakutaka kujua kwa namna gani, lakini Mungu akamsaidia. Pia tunapata jambo lilo katika kitabu cha Luke. Hapo nimekosea kidogo, sijapata the chapter, but kuna mahali nimesoma mahali pale. Halafu tena tunataka kwenda kwa upesi, nikidhani tumejifunza mama jasiri ni mgani, tabia za mama wajasiri ama women of value wanakaa namna gani. Kisha twende to the other side of the boundary ama the wall. Sisi wote tunajua ya kwamba sisi ni wanawake jasiri, lakini nataka tuende tumtafute yule mama asiyekuwa na ujasiri ndani mwetu. Na ili ndio funzo ambalo ningependa tujifunze pia. Tumeona wamama hao wanafanya nini, wanaenda namna gani. Kwa upesi, ni kwa ajili ya muda, tutaenda tutafute ule mwanamke mwingine ambaye hana tabia za ujasiri ama uhodari ndani mwake. Hawa ni wamama ambao wako na mfano gani? Huyu ni mama ambaye anakaa namna gani? Huyu ni mama ambaye anatenda mambo yake kwa aina gani? Kwa hivyo tutapata katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza, First Kings, Wafalme wa Kwanza 21. Wafalme wa Kwanza 21 1 hadi 25, lakini nitaskip, sitasoma 22. Bwana Yesu asifiwe. Nitasoma, sijui kama tuko pamoja na watu wetu wa media. Nitasoma katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza 21 1 hadi 25, na nitasoma kwa upesi. Tunataka kutazama, kuna wamama wengine ambao hawana tabia za wamama wajasiri. Unapata wametoweka, wamefanya mambo jinsi wamewaza. Kwa hivyo tunataka kumtazamia mama mmoja katika Biblia hapa, katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza 21. Nitasoma kwa haraka. Ikawa baada ya hayo, Nabuthi Mwisraeli alikuwa na shamba la misabibu katika Israeli, karibu na nyumba ya kifalme ya Ahabu mfalme wa Samaria. Ahabu akasema na Nabuthi, akamwambia, nipe shamba lako la misabibu, nifanye shamba la mboga, maana ni karibu na shamba yangu. Nami nitakupa baada yake shamba la misabibu lililo nzuri zaidi, au ukipenda nitakupa fedha sawasawa na dhamani yake. Nabuthi akamwambia Ahabu, Bwana apishe mbali, nikupe wewe urithi wa baba zangu. Basi Ahabu akaenda nyumbani kwake, ana moyo mzito, tena amekasirika kwa sababu ya neno lile aliloambiwa na Nabuthi Mwisraeli, akisema, sitakupa urithi wa baba zangu. Akajilaza kitandani pake, akageuza uso wake, akakataa kula. 5. Lakini Yezebeli mkewe akamwendea, akamwambia, kwa nini roho yako ina huzuni hata usile chakula? Akamwambia, kwa sababu nimesema na Nabuthi Mwisraeli, nikamwambie anipe shamba lake la misabibu kwa fedha, au akipenda nitakupa shamba
nitakupa shamba la mizabibu ingine badala yake? Akajibu, sitakupa shamba langu la mizabibu. Yezebeli mkewe akamwambia, je, sasa wewe unaumiliki ufalme wa Israeli? Ondoka ule chakula, moyo wako ufurahi. Mimi nitakupa shamba la mizabibu la Nabothi Mwisraeli. Basi akaandika nyaraka kwa jina la Ahabu, akazitia muhuri yake, akazipeleka nyaraka kwa wazee na kwa watu wenye nguvu waliokuwa katika mji wake, waliokaa pamoja na Nabothi. Akaandika katika zile nyaraka akasema, pigeni mbiu ya watu kufunga, mkamweke Nabothi juu mbele ya watu. Mkainue watu wawili, watu wasiofaa, ili wamshtaki na kumshuhudia kunena, umemtukana Mungu na mfalme. Kisha mchukueni nje, mkampige kwa mawe ili afe. Wale wazee wa mji wake na walio wenye nguvu waliokaa mjini mwake wakafanya kama Yezebeli alivyoagiza, kama ilivyoandikwa katika nyaraka alizopelekea. 12. Wakapiga mbiu ya watu kufunga, wakamweka Nabothi juu ya mbele ya watu. Nao hao watu wawili, watu wasiofaa, wakaingia, wakaketi mbele yake. Wale watu wasiofaa wakamshuhudia Nabothi mbele ya watu, wakasema, Nabothi amemkana Mungu na mfalme. Ndipo wakamchukua nje ya mji, wakampiga kwa mawe hata akafa. Wakampelekea Yezebeli habari wakisema, Nabothi amepigwa kwa mawe, amekufa. Ikawa Yezebeli aliposikia ya kwamba Nabothi amepigwa kwa mawe na kufa, Yezebeli akamwambia Ahabu, inuka, ulitamalaki shamba la mizabibu la Nabothi Mwisraeli, alilokataa kukupa kwa fedha, maana Nabothi hako hai, lakini amekufa. Ikawa Ahabu aliposikia ya kwamba Nabothi amekufa, akaondoka, alitelemkie shamba la mizabibu la Nabothi Mwisraeli ili alitamalaki. 17. Neno la Bwana likamjia Eliya Mshibi kusema, ondoka ushuke ukutane na Ahabu mfalme wa Israeli, akaaye katika Samaria. Yuko katika shamba la mizabibu la Nabothi, ndiko alishukia ili alitamalaki. Akamwambia, ukisema Bwana asema hivi, je, umeua ukatamalaki? Nawe utamwambia kusema, Bwana asema hivi, mahali pale mbwa waliramba damu ya Nabothi, mbwa watairamba na damu yako. 20. Ahabu akamwambia Eliya, je, umenipata ewe adui yangu? Akamwambia, nimekupata, kwa sababu umejiuza utende yaliyo mabaya machoni pa Bwana. Angalia, nitaileta mabaya juu yako, nami nitakuangamiza kabisa. Nitamkatia Ahabu kila mume aliyefungwa na aliyeachwa katika Israeli. 22. Nitaruka 23. Tena Bwana alinena habari ya Yezebeli akisema, mbwa watamla Yezebeli katika kiwanja cha Yezreeli. Kisha tunaambiwa 24 ya kwamba mtu wa nyumba ya Ahabu afaaye mjini, mbwa watamla, na yeye afaaye mashambani, ndege wa angani watamla. 25. Lakini hapakuwa na mtu kama Ahabu, aliyejiuza atende maovu machoni pa Bwana, ambaye Yezebeli mkewe aliweza kumchochea. Bwana bariki andiko. Bwana Yesu asifiwe.
Mahali hapa nilivyokuwa ninasoma hiki kitabu, mimi binafsi kiliweza kunifundisha. Tunamuona mahali hapa kulikuwa na watu watatu. Tuko na Ahab, Jezebel na Nabothi. Nabothi alikuwa na shamba karibu na nyumba ya Ahab mfalme. Kisha na ile shamba tunapata ya kwamba Ahab alikuwa amelitenga lile shamba, amepanda misabibu mahali pale. Lakini tunampata ya kwamba mfalme huyu Ahab anainuka na kusema ya kwamba Nabothi, unipe lile shamba. Bwana Yesu asifiwe. Anaona ya kwamba akaweze kupewa lile shamba, maana liko karibu na nyumba yake. Ili akafanye nini? Ninaamini ya kwamba Nabothi alipokuwa ameweka lile shamba, ninaona misabibu kama ilikuwa kitu kama ni cash crop. Lakini huyu anataka apande mboga. Bwana Yesu asifiwe. Ahabu akapande mahali pale, ikawe ni shamba lake la mboga tu. Naye Nabothi akamwambia ya kwamba sitakupa hili shamba, maana hili shamba ni urithi wa baba yangu. Akamwambia ya kwamba nitakupa shamba lingine la misabibu nzuri kuliko hili, la sio hivyo nikupe fedha. Lakini Nabothi alisimama na neno moja, akasema ya kwamba hili shamba niliweza kupewa, ni urithi wa baba zangu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bado tuko? Amen. So tunaona ya kwamba alipomuitisha hilo shamba, naye yeye kama mfalme akasikia huzuni sana, akasikia uchungu, akaingia katika nyumba yake, akaweza kulala. Na kisha tunaambiwa katika Biblia ya kwamba alikataa hadi kula chakula. Akaona, akaingia pale amekasirika na akajilaza. Sisi kama wamama mara kwa mara, si ukiingia kwa nyumba upate mume wako ako na huzuni, si utamuuliza shida ni nini? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunamuona huyu mama Jezebel akamuuliza mume wake, nini mbaya? Kisha mume akaanza kumuelezea. Katika chapter number 6 tunaona ya kwamba mume wake anajaribu kuelezea Jezebel ni nini ambalo limetendeka. Anamupa hadithi yote ya kwamba nimetaka lile shamba la Nabothi. Kisha Nabothi amelikataa kunipa, hata nimemwambia nimpe kwa fedha ama nimpe shamba lingine la misabibu, lakini amekataa kunipa lilo shamba. Sasa mama anamwambia katika chapter number 6, anamuelezea yote. Lakini akifika chapter number 7 akasema ya kwamba, je, wewe si unaumiliki ufalme wa Israeli? Yani you are the king. Shida iko wapi? Si yani sasa mama anainuka kidogo. Si mnaelewa wa mama? Yani wewe unaimagine leo president ati ameshindwa kwa acquire something, na wewe ni bibi yake, utafanya aje? Sasa tunamuona huyu mama jinsi anavyoamka akimwambia ya kwamba, na wewe sio ndio mfalme wana wa Israeli? Yani in short, that is something very minor to you. Hicho ni kitu kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Anamwambia ya kwamba nitakupa shamba. Hey, huyu mwanamke anamupa shamba. Nilivyokuwa ninasoma katika kitabu Biblia nikifanya my own research, tunamuona ya kwamba Jezebel hakukuwa Mwisraeli. Jezebel alikuwa ni Mfeniki. She was a Phoenician woman. Lakini ameenda katika nchi ya wenyewe. Yani kama mimi leo ni Mluya tu kutoka huko Bungoma, na nimeolewa tu huko Nyeri. Lakini nimefika huko tu, yani Wakikuyu tu, ninawaelezea tu ya kwamba nitakupa shamba. Lakini ile shamba ni la kina nani? Watu wa huko. Ahabu ni Muisraeli, Nabothi ni Muisraeli. Huyu mama peke yake ndio Mfeniki. Lakini anamwambia nitakupa shamba. Kwa hivyo tunataka kuona huyu mama aliweza kupeana shamba. Alitumia mbinu gani? Alitumia mbinu gani wapendwa? Tunaona katika mstari wa 8 ya kwamba Jezebel aliweza kuandika barua. Kisha akaandika kwa jina ya nani? Ya mume wake Ahabu. Alafu tena akaendelea kudhibitisha ya kwamba hii barua imetoka katika nyumba ya mfalme. Akaweka muhuri. Pap. Bwana Yesu asifiwe. Ili hii barua ikaweze kupelekwa
kule kwa wazee wa kijiji, wale wakubwa mahali pale. Na kisha akasema ya kwamba itangazwe kufunga. Sasa nikidhani ya kwamba during those days walipotangaza kufunga ni kama watu wote walikuwa waende mahali pale. Kumbe hata sijui kama walikuwa wameenda kufunga kweli kumuita Mungu ama walikuwa wameenda kumfunga. Walienda tu kufunga mahali pale ili watu wote wagathe mahali pale ili waweze kupata Naboth. Lakini katika hiyo barua akaandika ya kwamba na muweze kutuletea watu wawili wasiofaa. Ili wakafanye nini? Wakaweze kuthibitisha ya kwamba Naboth amemtukana Mungu na amemtukana mfalme. Hii ni barua ambayo iliweza andikwa na Jezebel. Kwa hivyo ameonelea hiyo tu ndio mbinu ambayo atamupa mume wake shamba. Na kweli akaweza kuandika hiyo barua. Akaweka muhuri. Barua ikaenda. Wale wakaitana mkutano ya kufunga. Naboth pia si ni kawaida tu angeenda, maana yeye hakujua. Naboth was totally innocent. Yeye akaenda mahali pale. Lakini hawa wanaume wawili wakaingia, wakakaa mbele ya Naboth. Kisha tunaambiwa ya kwamba walimshuhudia ya kwamba amemtukana Mungu na tena amemtukana mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Katika hiyo harakati tunaona katika mstari wa 13 Naboth anatolewa nje kwa ajili ya hiyo barua ambayo mama Jezebel aliweza kuandika. Akatolewa nje, kisha akapigwa kwa mawe akawawa, simply because they wanted to acquire the land. Naye mama hakuhuzunika katika moyo wake. Mama hakukuwa na chochote ambacho kilimsumbua, maana yeye aliona tu jambo ambalo alilitenda limeweza kufaulu. Si aliona ni kama amekuwa na ushindi. Mama alipata ushindi maana Naboth amewawa. Naye hata hakusita, akamwambia, wakamletea ripoti ya kwamba mume wako amefanya nini? Ya kwamba Naboth amewawa. Ripoti ilipomfikia, alienda haraka sana kumwambia mume wake, Amuka sasa, nenda ukamiliki lile shamba ambalo ulikuwa umenyimwa na Naboth. Na Naboth yuko tena amewawa. Kisha Ahabu akiwa mfalme akaondoka polepole akaenda. Hey, wanaume muko? Amen. Tunatazama pia upande kwingine huku na kule kwingine. Sasa huyu baba pia, huyo mfalme Ahabu pia angelikuwa na ile hekima, na maana tunajua ya kwamba wanaume mko na hekima ya juu. Wanaume mko na hekima kutuliko. Ninadhani labda wamama hapa hamjui. Sisi tuko na more brains, lakini tukienda katika kibiblia wanaume wako na hekima ya juu. Mwingine anasema hapana, nitakwambia ya kwamba wanaume wako na hekima ya juu kutuliko. Kwa nini niseme hivyo? Wakati Abrahamu aliweza kuitwa ya kwamba aepeleke mwanawe Isaac aende akamtoe kama dhabihu, yeye alijua ya kwamba, akaambia mke wake, atafika kweli? Hangeweza fika. Kwa hivyo wanaume wako na hekima. Na shangaa hiyo siku Ahabu alipeleka wapi hekima yake? Alienda peke yake kupeleka mtoto wake. Yani wamekaa hiyo miaka yote, alafu yani hata nikidhani hiyo wakati mama angeweza ambiwa ya kwamba huyu the only child Isaac ambaye tukanaye Mungu amesema tuende tumtoe dhabihu, mama angeweza muuliza only one question na Abrahamu akose kwenda penye anaenda. Na tena angemwambia Isaac, ona huyu baba yako anataka kufanya nini na wewe tumekaa na hii miaka yote wewe, my only child. Angemchukua, lakini Abrahamu alikimya, kaondoka akaenda. Sasa hapa mimi nashangaa sana, Ahabu alipeleka wapi hekima hiyo siku? Laiti angeweza kumuuliza Mungu, maana tunaambiwa katika kitabu cha Yakobo 1:5 ya kwamba aliyepungukiwa na hekima akaombe hekima, Mungu akampe. So huyu mwanaume pia akainuka, kalitelemkia lile shamba ambalo lilikuwa la Naboth. Yani hekima ikapotea. Wamama, tusifanye wanaume wetu jamani hekima ipotee. Tusifanye wanaume wetu hekima ipotee wamama. Hekima ya mume Ahabu mfalme kwisha ilienda zero. Sasa hata yeye akaamka akasikia tu vizuri,
my wife has done it. Katelemuka anaenda katika hilo shamba. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona mahali pale alivyofika katika hiyo shamba. Maana tayari mwenye shamba ameaga. Yeye ni mfalme, anaweza pokea lolote. Anaweza fanya lolote. The wife has really assisted. Kaenda tu. Kufika mahali pale, tunajua sisi wote ya kwamba Mungu wetu ni Mungu aonaye sirini. Tunaye Mungu aonaye sirini. Media, tafadhali naomba mnipatie kitabu cha Mathayo 6:6 kabla niendeleshe mahali pale. Maana tunamuona tayari Ahabu ameweza kutelemuka katika shamba. Mathayo 6:6. Bali wewe usalipo, ingia katika chumba chako cha ndani na ukaishi kufunga mlango wako, usali mbele za Baba yako aliye sirini, na Baba yako aonaye sirini atakujaza. Bwana Yesu asifiwe. Tunaye Mungu aonaye sirini, wapendwa. Haijalishi unafanya maovu namna gani. Haijalishi unatumia mamlaka yako kivipi. Haijalishi unataka kufanya mambo yako sirini kivipi. Walikuwa wawili peke yao. Naye Eliya hakukuwa mahali pale. Tunamuona ya kwamba Eliya akaweza kunenewa na Mungu, akaende akamwelezea Ahabu. Hakuenda kumwelezea mambo mengi, alimwelezea tu ya kwamba umeua, tena unataka kumiliki. Tunaye Mungu aonaye sirini. Hatujui umefanya mambo mangapi sirini ambayo uliona ya kwamba mchungaji hajakuona, kiongozi wa wamama hajakuona, kiongozi wa wamama wetu huyo Mama Jessica hajakuona. Wewe sijui ni mambo mangapi ufanyayo sirini. Ukijiambia ya kwamba okay. Ukijiambia ya kwamba sasa sisi ndio tuko. Lakini tunaambiwa ya kwamba tunaye Mungu aonaye sirini. Eliya hakukuwa mahali pale, lakini aliweza kutuma kwa upesi sana. Akaende akakutane na Ahabu kwenye shamba. Tayari alikuwa amefika mahali pale. Na ni kwa ajili yeye ni mfalme kidogo pia, kakiburi kanaingia. Eliya alipoenda mahali pale akamwambia, naye Mungu amenituma. Umeua, tena unataka kulimiliki. Akaanza kumwambia ya kwamba adui wangu umenifikia, ati yeye nimekupata. Vitu kama hizo. Yaani hakuona kama ni kitu kubwa sana Eliya anapotumwa na Mungu. Naye tunapotazama katika hiki kitabu, wapendwa, tunataka kuona sasa baada ya Eliya kufika mahali pale, alimwambia nini? Alimwambia ghadhabu gani ambayo atapata kutoka kwa Mungu. 19 tunaambiwa ya kwamba kuna ghadhabu ambayo Eliya aliweza kumtuma. Kuna ghadhabu ambayo Mungu aliweza kumtuma Eliya akaende mahali pale, akaambie Ahabu ya kwamba chochote kile, wapendwa, utendaye mwenzako, usifikirie utakufa ukiwache. Hata nawe utatendewa the same thing. Biblia inatuambia ya kwamba Eliya aliweza kumwambia Ahabu ya kwamba mahali pale ambapo umba waliweza kuiramba damu ya Naboth, hapo ndio pia umbwa wataweza kuiramba damu yako. Bwana Yesu asifiwe. Chochote kile utendeacho mwenzako, ujue ya kwamba umejitendea mwenyewe. Mahali pale umbwa pia wataramba damu yake. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa ajili ya nani? Huyu mama mmoja. Laiti Jezebel angeweza kuweka magoti yake chini akamuita huyu Mungu, nikidhani haya yote hayangetokea. Kwa ajili ya kazi ya Jezebel, mume wake anaenda kufa mahali pale na umbwa wataramba damu yake. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona tena ghadhabu nyingine ya pili ni kwamba hata naye Jezebel hakuachwa. Aliambiwa utawawa katika shamba ya Israeli. Umbwa pia watairamba damu yako mahali pale na watamula tena. Alafu ghadhabu ya tatu ni kwamba na uzao wako, kwa wale watu wako walie katika mjini, wote wataliwa na umbwa.
na walio kule mashambani wataliwa na ndege. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ajili ya kuinuka kwa huyu mama Jezebel, kimeweza kuleta kifo katika nyumba yake, kimeweza kuleta laana katika nyumba yake. Hata ile raha walikuwa nayo itakuwa tena kweli, wapendwa? Kwa hivyo tunaye wamama ambayo hutumia mamlaka vibaya, na ninataka kuambia ya kwamba siku hii ya leo, wapendwa, kunayo roho ya Jezebel ambayo imeweza kuinuka. Kuna roho ya Jezebel ambayo inainuka. People, the innocent people wana shed blood. Wasiokuwa na hatia wanamwaga damu kwa ajili ya mali ya dunia hii. Hata saizi defamation peke yake utawawa. Kwa hivyo tunaona katika siku hizi za leo, tuna ile roho ya Jezebel ambayo imeinuka. Roho ya Jezebel imeinuka katikati ya nchi mzima. Tunapata ya kwamba kuna kiburi, kuna fedha, kuna nini. Bwana Yesu asifiwe. Ainuliwe Mungu wetu. Huyu mama hastuki kwa ajili ya kitendo kile alichokitenda. Ni barua tu aliandika, na alitaka kumfurahisha mume wake. Alitaka kufanya, hata sielewi kama kweli anakumbuka ya kwamba hii kitendo alifanya kibaya ama kizuri. Kwa hivyo leo hii kunao wenzetu ambao huenda mnatumia mamlaka yenu vibaya. Usisahau ya kwamba Jezebel hakukuwa mfalme, ni mume wake alikuwa mfalme. The husband ndiye alikuwa the king, lakini yeye anataka kuchukua mamlaka yote. Wamama tupunguze. Wamama tupunguze. Bwana yako akiwa director mahali, haimaanishi ya kwamba hata wewe jana ulikuwa director. Akiwa director na kuambia, unaona ule mtoto wa mwenye niliingiza kazi huyo, ninaona siku hizi yako na kiburi. Wewe mama ulishainuka, si usack him. Vuta kazi aende nyumbani. Sasa wewe ulikuwa director lini jamani? Si nafikiria ni mzee ndio director. Kwani wewe ulikuwa tu tena governor jana tu peke yake? Kwa hivyo wamama tuangalie hiyo maneno. Leo hii unaweza fanya kitendo ambacho kitaweza kudhulumu familia yako, mume wako, watoto wako. Na naamini ya kwamba watoto wa Ahabu walikuwa very innocent, lakini pia walipatana na laana. Umbwa wa wale na mandege wa wale, simply because of the actions ya Jezebel. Matendo ya Jezebel peke yake yameweza kusababisha haya yote. Kisha tunaposoma katika mstari wa 25, tunapata ya kwamba kwa ajili ya uchochezi wa Jezebel, Ahabu alikuwa ni mtu anayempenda Mungu. Ahabu alipenda Mungu sana, ndipo sa Mungu akaweza kumuinua. Remember, leadership inapeana na Mungu, si ni kweli? Hakuna siku mfalme ataweza not unless hii siku ya leo ya tufanye tuhongane tufanye nini siku hizi. Lakini wafalme kitambo walikuwa wanachaguliwa na Mungu. Lakini yeye alipokuwa amependwa na Mwenyezi Mungu, tunapata ya kwamba kwa ajili ya uchochezi wa huyu mama, na Ahabu pia alitoka kwa barabara. Hakukumbuka Mungu tena anakuwa. Kwa hivyo wamama, sijui wewe umekuwa katika harakati, umefanya mambo maovu siku ngapi? Sijui umechocheana huyo mtoto ama hule mndugu ama hule jirani wako akapelekwa gerezani mara ngapi? Wewe peke yako ndio unajua na moyo wako. Wewe peke yako ndio unajua matendo yako. Wewe peke yako ndio unajijua kabisa kabisa. Ni wapi umeweza kukosea? Ni wapi umeweza kutenda? Wewe umesababisha mume wako na mama mkwe wakakosana. Wewe umesababisha jamii ambayo uliwapata wakakosa amani. Wewe umesababisha mume wako akose kusaidia jamii yao ya kwao huko, ama umefanya namna gani kama mama? Kwa hivyo wamama, tuombe sana Mungu akaweze kutusaidia, tukaondoe roho ya uchochezi ndani mwetu kama vile tumeweza kumuona Jezebel. Kwa hivyo kuna mafunzo katika hicho kitabu na niliweza kuyaweka moja kwa moja. Kuna mafunzo, yes, it has been a very long
chapter yenye tumefunzwa, lakini jambo kuu ni kwamba jambo kama hilo latokea, jambo kama hilo latendeka, ni wapi sisi wamama tunatereza? Ni wapi wanaume wetu pia wanatereza? Mahali pale tuangalie, tusiwe na tamaa ya kutaka mali tu, na hiyo mali tunaipata katika njia halali ama tunaipata katika njia ya kutumia nguvu zetu ama mamlaka yetu ambaye tuko nayo siku hii ya leo. Kwa hivyo funzo la kwanza ambalo tumesoma mahali pale ni kwamba Yezabeli alikuwa na ushawishi mbaya kwa Ahabu. Ya kwanza ni kwamba Yezabeli alikuwa na ushawishi mbaya kwa Ahabu. Kisha aliweza kutumia, ya pili, waliweza kutumia mamlaka yao vibaya. Waliweza kutumia mamlaka yao vibaya. Aliweza pia kumpinga kazi ya mtumishi wa Mungu. Alipinga watu wa Mungu. In brackets, Elia. Aliweza kumwambia, lakini kidogo alikuwa na kiburi ndani mwake, akamuuliza, adui wangu umenitafuta tena? Kwa hivyo hapa tunaona tabia yake pia. Ahabu aliweza kumpinga mtumishi wa Bwana wakati alipokuwa anamletea ujumbe. Tunaona mahali pale tena ni kwa ajili ya kazi ya Yezabel. Tunaona ya kwamba yeye na nyumba yake walipata laana kwa ajili ya kazi ya mama kama wewe. Sijui unatarajia nyumba yako iwe na baraka ama iwe na laana. Wewe peke yako ndio unajua. Wewe peke yako na moyo wako unajijua. Unatamani nyumba yako ikae namna gani? Unatamani ikae katika msingi wa laana au msingi wa baraka? Tunaona tena huyu mama Yezabel aliweza kuwa mama muongo na mfitini. Sijui wa mama, lakini siku hizi wa mama hawana vitina. Ninaamini ya kwamba wa mama siku hizi hawana vitina. Fitina tuliwaachia huku kwingine, si ndio? Majukumu yametulemea, si ndio? Lakini Yezabel alikuwa ni mama wa fitina. Si tuko na majukumu mingi? Hata hauna saa ya kwenda kukaa kwa nani umwambie story, umlipiga, uliona. Kwa nini? Majukumu yametufinya, hatuna hiyo saa. Lakini tunaona hapa Yezabel ni juu alitaka kutumia fitina na uongo. Akasema ya kwamba wanaume wawili wakasimame mbele, wakashuhudia ya kwamba Naboth aliweza kumtukana Mungu na akaweza kumtukana mfalme. Kwa hivyo fitina, wapendwa, jinsi nilivyokuwa nimesema mwanzo ya kwamba kuna dada moja alienda kuelezea mwenzake tu ya kwamba mume wako ameonekana mahali na mume mwingine. Kwani wewe ndio uliwekwa pale? Wewe ndio unachunga wanaume wa watu? Wewe ndio uliweka pale baba nani akisalimiana pale, wewe unapeleka ujumbe ya kwamba umeona? Kafitina kadogo kanaweza kucause a very big damage. Kauongo kadogo kanaweza kuangamiza jamii zetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo suluhisho ni nini? Leo hii huenda wewe mwenyewe vile tumeendelea kuongea hivi, kuna kaneno ambalo umekasikia katika moyo wako. Kuna kajambo ambalo umekasikia katika moyo wako, na kumbe vile nilifanya hivi nilikosea. Kwa hivyo venye nilifanya hii katika hii na hii na hii nilikosea. Tuna suluhisho wapendwa. Tuko na suluhisho. Suluhisho ya kwanza ni kwamba kama wewe ni mama na kisha umeweza kupitia katika hiyo nafasi ukafanya jambo lisilopendeza Mungu, ukasababisha, ukakosanisha, ukaleta mambo mengi, uko na nafasi nyingine ya kumtafuta Mungu. Kwa hivyo jambo la kwanza ambalo nimelipa kama solution yetu, the only solutions that I've narrated here, tuko na kwamba ya kwanza ni kwamba kutubu. Media utatupatia katika hali ya kutubu in the book of Luke chapter number 15 verses 10. Luke 15:10. Mwambia vivyo hivyo kuna furaha mbele ya malaika wa Mungu kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja atubuye. Bwana Yesu asifiwe. Siwezi nikajua wewe umetubu mara ngapi kwa ajili ya dhambi zako. Siwezi nikajua wewe malaika wako wako na furaha ama malaika wako walikasirikia. Na jambo lingine ni kwamba uko na hao malaika ama walishakuondokea. Bwana Yesu asifiwe.
Wakati umeweka magoti chini, unamuita huyu Mungu. Alafu ukaweze kutubu dhambi zako. Biblia inatuambia ya kwamba hakuna yeyote aliyekamilika. Sisi wote ni watenda dhambi. Kwa hivyo unapoweka magoti chini na ukaweze kutubu dhambi zako, tunaambiwa ya kwamba malaika juu mbinguni wanashangilia. Sijui kama malaika wako wanashangilia. Sijui kama walikuacha kitambo, hata hawajui kama unakuanga. Bwana Yesu asifiwe. Katika kitabu cha Kutoka 23 mstari wa 20, Biblia inatuambia ya kwamba Mungu atatupatia malaika wakaweze kutuongoza. Sijui kama wewe Mungu ako tayari kukupatia malaika wakuongoze katika kila hali. Nataka kukubaliana na nyinyi wapendwa. Ninataka kukubaliana na wapendwa ambao mko katika hii nyumba, wenye mnakuwa every now and then in the spirit. Unajua ya kwamba uko na Mungu wakati unaomba. Utasikiza sauti fulani, utapata mpaka Mungu anakunenea. Hiyo ni ishara kuwa malaika wako na uhai bado. Lakini ukikaa like 1 full month, 2 months, nothing has ever happened. Jiulize kama malaika wako yuko ama yuko. Wakati unatubu, you will be showing some humbleness before the eyes of God. Na usitubu ili uonekane kana kwamba wewe peke yako na Mungu wako. Kuna dada akasema hapa anatengeneza uhusiano wake na Mungu. Tengeneza uhusiano wako na Mungu. Biblia inatuambia ya kwamba seek first the kingdom of heaven, na hizo zingine zote mtazidishiwa. Katika kitabu cha Mathayo 6:33 tunaambiwa ya kwamba tafuteni ufalme wa mbinguni na haya ingine yote mtazidishiwa. Kama sisi hatutaenda katika magoti, kama sisi hatutatubu, hatutaweza kufaulu na haya maisha. Jambo lingine ni kwamba tukaweze kumtafuta huyu Mungu kabisa. Nimesema ya kwamba katika kitabu cha Matthew 6 chapter number 33, tafuteni ufalme wa mbinguni, haya mengine tutazidishiwa. Yeremia 33 mstari wa 3, Biblia pia inatuambia ya kwamba tumtafute huyu Mungu, tumuite Mungu maana anapatikana. Tumuite Mungu maana anapatikana. Hawajatuambia ya kwamba ukifanya dhambi unaenda kuita watu wa kijiji yenu yote wakisimama pale, alafu unaanza kuwaelezea, ama kuna kama jambo libaya limetokea unataka kuita watu wote ukawaelezee. Biblia inatuambia muite Mungu, kisha atatuitikia na atatuonesha mambo makubwa tusiyoyajua. Bwana Yesu asifiwe. Katika mahali pale tena tunaambiwa ya kwamba katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 4 mstari wa 29 ni kwamba tumtafute maana atapatikana. Tumtafute huyu Mungu maana atapatikana. Deuteronomy chapter number 4 verses 29 anatuambia hiyo jambo. Kwa hivyo jambo lingine la 3 ambalo nimelipea kama suluhisho ni kwamba tuwe waombezi. Let us pray without ceasing. Tuweze kuomba wapendwa. Unapojiachilia kidogo bila maombi, na tunapata katika kitabu cha 1 Thessalonians chapter number 5 verses 17. Usipoomba unapeana nafasi kwa shetani. Usipoomba unapeana nafasi ya shetani kuingia katika nyumba yako. Kwa hivyo wapendwa, tujiweke katika maombi. Let us pray without ceasing. Tuombe bila kuchoka. Haijalishi uliamka saa ngapi. Wewe tunaambiwa ya kwamba kuna watu wanaombanga maombi ya SMS. Yaani already alishaamka asubuhi, it is 6, anatakana prepare, anatakana aende kazini. Tunasema ya kwamba haya ni maombi ya SMS. Wamama, kama uko katika hii nyumba na unaomba maombi ya SMS, toka mahali pale. Tunafaa kutenga nafasi wa mama katika manyumba zetu. At least at 2 a.m. or 2 a.m. kuanzia saa 6 ya usiku, saa 7, tenga mahali pako ukamuita huyu Mungu. Tenga mahali pako ukaweze kumuomba, maana asubuhi utaamka ulichelewa. Kwani uliomba saa ngapi? Si utaomba maombi ya SMS ili ukaweza kukimbia uende kazini? Utaomba maombi ya SMS. Baba katika jina la Yesu Kristo, amen. Umeshaenda. Create your time with God. Tenga nafasi yako. Unapoenda katika maombi, hata utaomba for like 1 hour.
Kwa hivyo wapendwa, let us pray without ceasing. Tukue katika hali ya kuomba, tukue katika hali ya kujijua. Ninaamini ya kwamba Jezebeli angekuwa mama mwombezi, angeomba Mungu, na tupate ya kwamba Naboth yeye mwenyewe anawakujia tu, anawaambia mfalme, nilikuwa naonelea nataka kwenda huku kwingine, si ulimiliki ile shamba alafu nipe pesa kidogo. Lakini ni kwa ajili hao wote, hakuna yeyote alikuwa anajua mambo ya kuomba. Jezebeli angekuwa mwombezi, hangechukua nafasi ya kufanya mambo kama hayo, uamuzi wa kufanya, kuandika barua na kuweka uongo na kufanya mambo yasiyofaa. Kwa hivyo wamama, tuko na jukumu kubwa sana katika manyumba zetu. Ili nyumba zetu zisimame, lazima ukuwe mwombezi. Nawe kabla umuelezee mume wako afanye jambo lipi, fikiria. Na kama mnaona jambo linakuwa ligumu, God has the answers of all the problems. In the book of Luke chapter number 1 verses 37, anatuambia everything is possible with him. Anaweza kila jambo. Hakuna jambo linalomshinda. Anaweza kututenda mambo kila wakati. Kwa hivyo jambo linapokuja ligumu, tunaweka chini magoti chini. Mungu ataweza kutupatia mwelekeo. Mungu ataweza kutufafanulia. Mungu ataweza kutupea mpaka majibu. Wewe jambo linakusumbua unapoomba, unaamka asubuhi, roho iliteremuka, si anakuwa tayari ametenda? Kwa hivyo kama huyu mama Jezebel angekuwa ni mama mwombezi, angekuwa ni mama wa kujua tufanye nini at what time, hawangeweza kupata malaana, hawangeweza kupata hayo matatizo yote ambayo walipitia. Kwa hivyo wapendwa, ninawashukuru sana kwa muda wenu. Mungu wetu akaweze kuwabariki sana. Mbarikiwe sana.